Naam, ni wasaa mwingine tena mtazamaji wa TBC1, tunakutana katika kipindi cha Kiongozi 2025. Hii ni sehemu pekee ambayo wewe mtazamaji unapata kuwafahamu, unapata fursa adhimu kabisa ya kuwafahamu wagombea wa nafasi ya urais ama makamu wa rais katika uchaguzi mkuu wa Tanzania ambao utafanyika tarehe 29 Oktoba mwaka huu 2025, ukiwa ni uchaguzi mkuu wa 7 tangu nchi yetu iliporejea katika mfumo wa vyama vingi vya siasa kufuatia tume ya Jaji Francis Nyalali ambayo iliundwa na kutekeleza wajibu wake wa kisheria na kikatiba mwaka 1932 na uchaguzi mkuu wa kwanza wa Tanzania ulioshirikisha vyama vingi vya siasa baada ya kurejeshwa ulifanyika mwaka 1995. Katika kipindi hiki cha Kiongozi 2025 hii leo mtazamaji wa TBC1 nimepata fursa ya kuwa na mgeni ambaye si mwingine ni mgombea wa nafasi ya urais kupitia Chama cha Makini, Mheshimiwa Costa Jimmy Kibonde. Tutazungumza naye kwa undani kuhusiana na historia ya maisha yake, kisiasa, familia na kadhalika, lakini pia kwa undani hasa tutatuama kuangazia ilani ya uchaguzi ya chama chake cha Makini, nini ambacho inasema katika masuala mbalimbali ikilenga kuwarai wa Tanzania wakichagua chama hicho kuelekea uchaguzi huo mkuu wa Oktoba 29. Mimi ni Fredrick Nwaka, karibu sana, tuambatane pamoja mwanzo hadi mwisho. Karibu sana Mheshimiwa. Nashukuru sana Costa Jimmy Kibonde katika kipindi cha Kiongozi 2025. Umeniambia umefika TBC ni mara ya pili kwa sasa. Mara ya pili. Mara ya kwanza nilikuja hapa nikiwa kama mwenyekiti wa Chama cha Makini, lakini kwa sasa hivi pia ni mwenyekiti wa Chama cha Makini, lakini na cha ziada kingine ni mgombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia tiketi ya Chama cha Makini. Sasa kwa faida ya mtazamaji wa TBC1 anayekutazama kwa sasa, angependa kufahamu historia yako ya kimaisha kabla hatujahamia kiasi kwenye historia ya kisiasa. Kimaisha. Kwamba mimi Costa Jimmy Kibonde nilizaliwa mwaka 1978 mkoani Mbeya, kwa maana ya wilaya ya Mbeya mjini. Nilizaliwa katika hospitali ya Meta. Katika uzao tuliozaliwa, siku hiyo tulizaliwa mapacha, nikiwepo mimi Costa kama Kulwa na Doto ni Victor. Kwa Victor Jimmy Kibonde na Costa Jimmy Kibonde. Na tulikuwa tunaishi kuna kata ya Majengo, eneo linaitwa mtaa wa Malawi Road, nyumba namba 31. Baadaye baada ya kupata umri wa kwenda shule ya msingi, nilianzishwa shule ya msingi mwaka 1987, shule ya msingi Majengo. Niko pale katika kata ya Majengo. Nilisoma darasa la kwanza mpaka darasa la 6. Nikahama mwaka 91, tukahamia wilaya ya Mbeya vijijini, kwa maana kuna sehemu kunaitwa Mbalizi, ni wilaya ya Mbeya vijijini. Ndio tulihamia pale na nikaanza darasa la 6 hapo katikati kama mwezi wa pili. Shule ya msingi ilikuwa inaitwa Mbalizi 2. Kwa hiyo katika ile shule ya msingi Mbalizi 2 nimesoma ile darasa la 6 na darasa la 7. Kwa mwaka 1993 nikahitimu darasa la 7 na baadaye nikajiunga na sekondari ya Mbalizi sekondari. Mwaka 94 mpaka mwaka 98 nilipohitimu nikajiunga na chuo cha ufundi ambacho kiko pale pale Mbalizi. Kwa muda wa miaka kama miwili nilikijihusisha na ufundi wa magari. Baada ya kutoka hapo basi nikaendelea na shughuli zingine ambazo ni shughuli binafsi, shughuli za kibiashara ndogo ndogo. Nilikuwa nimefanya biashara ndogo ndogo, kwa maana biashara za barabarani. Nimeuza biashara za barabarani kama machinga. Baadaye nikahamia jijini Dar es Salaam, nikaendelea na harakati zingine. Wakati huo pia nikiwa sekondari nilikuwa najihusisha na masuala ya kisiasa. Pale Mbalizi. Pale Mbalizi. Sawa. Kifamilia, maana una familia? Kifamilia nina mke na watoto 3. Mke wangu anaitwa Zena Nasolo Nzegula. Mtoto wangu wa kwanza anaitwa Jenny Costa Kibonde, na mtoto wangu wa pili anaitwa Jimmy Costa Kibonde,
na mtoto wangu wa 3 anaitwa Ilida Costa Kibonde. Kwa hiyo nina familia. Sawa sawa. Na kwa msingi sasa, safari yako ya kisiasa imeanzia wapi? Yaani mpaka leo hii tunashuhudia wewe ni mmoja kati ya wagombea ambao wameidhinishwa na Tume Huru ya Taifa ya Uchaguzi INEC kuwa mgombea wa nafasi ya urais wa Tanzania katika uchaguzi mkuu wa mwaka huu. Safari yako ya kisiasa imetoka wapi mpaka hivi sasa? Safari yangu ya kisiasa, nilijiunga na vuguvugu la vyama vingi mwaka 1995. Ndio nilijiunga. Naam. Na nilijiunga katika chama kinaitwa NCCR Mageuzi. Kipindi kile chama kilikuwa chini ya mwenyekiti wa taifa Agustino Lyatonga Mrema. Na katika eneo lile tulikuwa tunakaa la Mbalizi, kuna tawi linaitwa Mapelele. Eneo linaitwa Mapelele kijiografia, mtaa wa Mapelele. Eneo lile mimi ndo nilikuwa mwenyekiti wa kwanza kabisa wa lile tawi kupitia chama cha NCCR Mageuzi mwaka 95. Mwaka 95. Nikiwa na umri wa miaka 17. Kwa nilijiunga nikiwa na umri wa miaka 17 na nikawa kiongozi wa ile tawi. Niliongoza almost miaka 3 mpaka 98. Baadaye nikahama kutoka wilaya ya Mbeya vijijini na kuja Dar es Salaam mwaka 98. Mwaka 98. Na safari yako ya kisiasa ikaendelea? Ikaendelea. Nikafikia Sinza, kata ya Sinza kwa maana ya mtaa wa Sinza D. Nikaendelea na shughuli zangu za kisiasa. Ile isipokuwa sasa sikuwa na cheo. Nilikuwa mwanachama wa kawaida. Baadaye, baada ya mgogoro katika chama mwaka 98, kulikuwa kuna mgogoro mkubwa baina ya Mabele Nyaucho Marando kama katibu mkuu wa chama cha NCCR Mageuzi na mheshimiwa mwenyekiti wa taifa kipindi hicho marehemu Agustino Lyatonga Mrema. Mgogoro ule ambao kizaza chake kilifanyika kule Tanga. Of course. Ilikuwa conflict kubwa Tanga mpaka karushana kwenye madirisha, kuna vurugu kubwa sana. Ule mgogoro sasa tulidumu nao katika chama. Ilipofika mwaka 1999 Mheshimiwa Agustino Lyatonga Mrema akaona achane na chama cha Tanzania Labour Party na akaachana na chama cha NCCR Mageuzi na kujiunga chama cha Tanzania Labour Party. Na moja kwa moja Mheshimiwa Agustino Lyatonga Mrema siku hiyo hiyo akautwaa wenyekiti wa taifa. Ndipo na mimi kwa kuwa nilikuwa mfuasi mzuri wa Mheshimiwa Agustino Lyatonga Mrema, na mimi sikupoteza wakati. Siku hiyo hiyo Mheshimiwa Mrema alipojiunga na Tanzania Labour Party, na mimi nikajiunga na chama cha Tanzania Labour Party. Nikajiunga maana yake kwa mwaka 99 ukajiunga na TLP na ukagombea? Nikagombea nafasi ya kata, maana kwa maana ya kata ya Sinza nikawa mwenyekiti wa kata wa kwanza kupitia chama cha Tanzania Labour Party. Baada ya kuwa umejiondoa NCCR Mageuzi. Lakini nikahudumu almost kama mwaka mmoja. Mwaka 2000 nilihama kutoka makazi Sinza nikaenda kuishi Mabibo. Manake nikaachana na kile cheo nikahamia Mabibo. Nilipohamia Mabibo nikagombea ujumbe wa halmashauri kuu jimbo la Ubungo. Nikapata ujumbe, nikaendelea kuwa mjumbe wa halmashauri kuu kwa maana ya jimbo la Ubungo. Nikawa nimesurvive mwaka wa kwanza na mwaka wa pili. Baadaye nikaja kuteuliwa kuwa mkuu wa usalama mkoa wa Dar es Salaam kupitia chama cha Tanzania Labour Party kwa maana ya TLP. Nimemove na hiyo nafasi mwanzani kama mwaka mmoja au mwaka mmoja na nusu. Baadaye nikateuliwa tena kuwa mkuu wa usalama ngazi ya taifa wa chama cha TLP. Hiyo iliendana sambamba na kuwa bodyguard wa Mheshimiwa Agustino Lyatonga Mrema. Kwa nikawa mkuu wa usalama wa chama halafu na bodyguard wa Agustino Lyatonga Mrema. Tulipozunguka uchaguzi wa mwaka 2005 Mheshimiwa Agustino Lyatonga Mrema aligombea urais. Tumekwenda kusaka kula nchi nzima. Hatimaye chama cha Tanzania Labour Party kikufanya vizuri. Nafikiri tulipata mbunge mmoja na hata kula za urais hazikuvuka 5%.
5 ya kisheria ambayo inaweza kupata wabunge wa viti maalum. Viti maalum, sio viti maalum tu, na ile ruzuku ya kutosha. Kwa sababu kipindi cha kutoka 2000 kwenda 2005 tulikuwa tuna wabunge almost kama 5 na kura zile za urais zilikuwa zimevuka asilimia zaidi ya 7. Kwa hiyo tulikuwa tunapata more than milioni 42 kila mwezi. Kwa hiyo ikawa inatufanya pale ofisini maafisa ikawa ni rahisi kulipwa masuala mbalimbali, kujikimu na mambo mengine. Sasa hatukufanya vizuri mwaka 2005. Tulipata uchaguzi ambao Mrema alichuana na Profesa Lipumba na Jakaya Kikwete wa CCM ambaye ndo alibuka mshindi kwa zaidi ya asilimia 80. Alipata zaidi ya asilimia 80. Kwa wapinzani wakagawana asilimia tena 80.2. Wapinzani tukagawana asilimia 19.8. Nini kilichofuata baada ya hapo? Baada ya hapo sasa, kwa kuwa uchumi wa chama ulikuwa uko low, baadhi ya maafisa tukapunguzwa pale makao makuu. Kwa na mimi nikawa ni miongoni mwa watu ambao tumepunguzwa. Kwa mwaka 2006. Kwa mwaka 2006 maana yake nikawa nipo nyumbani, nikawa naendelea kufanya shughuli zangu za kawaida. Nilikuwa najishughulisha na masuala, nilikuwa nimefungua duka la spare za pikipiki na pia nilikuwa najishughulisha na masuala ya bajaji na pikipiki zenyewe. Kwa nilikuwa nimeenda mpaka mwaka 2009. Kipindi hicho chama kinaitwa Demokrasia Makini ndio walinitafuta viongozi wa chama cha Demokrasia Makini, wakaniomba nijiunge nao. Nikaitikia huo wito, na baada ya kuitikia huo wito moja kwa moja wakanipa cheo cha katibu mwenezi taifa. Wakanikaimisha. 2010 ukafanyika mkutano mkuu kwa maana wa chama cha Demokrasia Makini. Nikaidhinishwa kabisa kuwa katibu mwenezi kamili. Kwa nikafanya majukumu yangu mpaka mwaka 2000 kutoka 2010 kwenda 2015 nikiwa kama katibu mwenezi wa chama. Baada ya kutoka hapo, baada ya kufanya uchaguzi wa mwaka 2015 ndani ya chama, nikapewa jukumu jingine, nikawa naibu katibu mkuu bara. Kwa nikawa ni msaidizi wa katibu mkuu upande wa Tanzania bara. Nikadumu kwenye hayo majukumu, nikakaa nao miaka 5. Vivyo hivyo mwaka 2015 nikiwa katibu mwenezi nikagombea ubunge kupitia chama cha Makini, chama cha Demokrasia Makini kipindi hicho, jimbo la Ubungo. Kwa ni katibu mwenezi lakini nikagombea na ubunge. Na pia baada ya kuwa naibu katibu mkuu kwa miaka 5, baadaye mwaka 2020 nilikuwa na nia, kwa sababu sisi viongozi muda wetu ulikuwa umeisha. Kwa hiyo tunakwenda kwenye uchaguzi wa ndani wa chama. Kwa hiyo nilikuwa na nia ya kugombea uwenyekiti wa chama taifa. Sasa unapokuwa unataka madaraka ambayo na mtu mwingine yupo kwenye madaraka, kukatokea conflict baina yangu mimi na mwenyekiti wa taifa alikuwa anaitwa Mheshimiwa Mohamed Abdullah. Kwa hiyo ilitokea sintofahamu kiasi ambacho ikanifanya mpaka mimi kwenye ule mkutano mkuu sikuweza kuhudhuria, ambao ulikaa tarehe 18 mwezi wa 7, ulikaa pale Ikweta. Nafikiri ni Mtoni kwa Ziziari pale. Ulikaa pale, na ule mkutano mkuu mimi sikuhudhuria kwa sababu za kiafya, lakini nikawa taarifu. Lakini kwa kuwa tulikuwa tuna conflict na mwenyekiti, mwenyekiti akawashawishi wajumbe wakanifukuza wanachama. Lakini sikuishia hapo. Kwa kuwa nilikuwa natambua kama ipo sheria, kuna mabadiliko, ilibadilika mabadiliko ya sheria ya ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, kwamba ukifukuzwa kwenye chama kama ulihisi ukutendewa haki, unakata rufaa kwake, kwa msajili. Kwa hiyo mimi sikukata rufaa kwenye chama, nikakata rufaa kwenye ofisi ya msajili wa vyama. Kwa nilipopeleka barua yangu ya rufaa, msajili alikuwa na wajibu wa kuwapelekea kule waijibu. Kwa hiyo tukafanya majibizano, mwisho wa siku nikaonekana mimi wameniondoa kimakosa. Lakini na mimi kwenye ofisi ya msajili wa vyama vya siasa sikudai cheo changu, nikiamini kwamba sisi viongozi wote muda wetu ulikuwa umeisha. Na ule mkutano mkuu mimi nilikuwa sio kama siutambui, na utambua. Nilichokuwa nilidai wanachama wangu.
Okay, sasa. Kwa hiyo uzoefu wako kwenye siasa unaonyesha karibu una miongo karibu mitatu hivi na ushe tangu umeingia kwenye siasa. Na hiki ni chama cha tatu sasa hivi ambacho umekuwa nacho. Umeshawahi kugombea ubunge, jimbo la Ubungo, umekuwa kiongozi ndani ya vyama vya siasa. Kipekee ni mambo gani hasa ambayo yalikusukuma kuwa na nia ya kuwania urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania? Masuala gani ambayo yalikuwa wewe una tafakari ambayo yakakusukuma kwamba sasa nataka kugombea urais wa Tanzania? Jambo kubwa ambalo lilinisukuma mimi kugombea urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kiu yangu kubwa ilikuwa ni kuwatumikia Watanzania kwa utumishi uliotukuka. Hilo ndio kubwa kuliko yote. Kwamba lengo ni kuwatumikia Watanzania. Na ili uweze kuwatumikia Watanzania ni kwamba lazima ugombee kile cheo ambacho wewe unahisi kinafiti kuwatumikia Watanzania. Kwa hiyo ninaamini ya kwamba huo ndio ulikuwa msukumo mkubwa, kuwatumikia Watanzania ndio dhamira yangu kubwa. Sasa hiyo dhamira iliendana na kuangalia mambo gani? Yaani kuna mambo gani ambayo ulikuwa unaona kwamba kuna jambo moja, mbili, tatu ambalo mimi kwa nafasi ambayo nitagombea nikiipata nitaweza kuyarekebisha? Mambo gani ambayo yalikusukuma binafsi? Mimi nimesema kwamba endapo Watanzania wataniamini kunipa kula Oktoba 29, mambo ambayo ninaamini na kwenda kuyatekeleza kwa kiwango kikubwa ni masuala mazima yanayohusiana na elimu. Natambua kwamba serikali ya sasa sio kwamba haijatoa elimu bure. Natambua inatoa elimu bure kutoka chekechea mpaka form 6. Lakini mimi hitaji langu sasa natoka chekechea na kwenda mpaka chuo kikuu. Kwa hiyo dhamira yako ya ndani kibinafsi ni kwamba unataka Watanzania wapate elimu bure kuanzia elimu bure shule ya msingi mpaka chuo kikuu. Sio shule ya msingi, kutoka chekechea mpaka chuo kikuu. Mpaka chuo kikuu. Tutadurusu kwa undani dhamira hiyo na sera zaidi ya chama chako ambao namna ambavyo inasema kwenye eneo hilo. Mambo gani mengine ambayo kibinafsi yalikusukuma kutaka kuwania nafasi hii? Unajua mimi ni muumini wa kilimo. Na chama changu ndio kimeegemea sana kwenye masuala ya kilimo. Ndio maana kinaitwa chama cha Makini. Chama cha Makini. Maana yake? Kwa maana ya kirefu chake ni maarifa, kilimo na nishati. Kwa sisi tunadili sana na masuala ya kilimo. Tumebaini ya kwamba zaidi ya 60% ya Watanzania wanajihusisha na kilimo. Na ni kweli kwa sababu hata ukitazama sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022 katika kipengele cha uchumi iliainisha kwamba Watanzania wengi bado wanategemea sekta ya kilimo kuwa shughuli yao kuu muhimu ya kiuchumi, zaidi ya 60% kulingana na ripoti ya Taasisi ya Taifa ya Takwimu NBS. Sasa tujielekeze moja kwa moja kwenye ilani ya uchaguzi ya chama chenu, namna ambavyo mnaipeleka kwa wananchi. Masuala gani mtambuka ambayo mnaangazia? Na tuanze na hili la kilimo ambalo umesema kwamba mlibaini kwamba Watanzania wengi wako huko. Ninyi mna mambo gani ambayo mnahapa kipaumbele endapo mtapewa ridhaa na wananchi? Sisi tuna vipaumbele vitatu vikubwa kwenye kilimo. Vipaumbele vitatu kwanza, vyote kwa jumla. Vitatu. Kwa maana tumesema ni elimu, alafu cha kwanza hicho kipaumbele. Kipaumbele chetu cha pili tumesema ni kilimo, na kipaumbele chetu cha tatu tumesema ni afya. Kwa haya masuala matatu. Lakini sasa umesema nianze kunyumbulisha ili la kilimo tuliangalia kwa undani. Mikakati yenu ni ipi? Mikakati yetu baada ya kugundua kwamba Watanzania wengi wamejiajiri kwenye kilimo. Na sasa tumegundua kwamba Watanzania wengi wamejiajiri kwenye kilimo, lakini sio kilimo chenye tija na kumkomboa Mtanzania. Wanatumia jembe la mkono. Sasa sisi tunasema endapo chama cha Makini mtakiamini, na hatimaye mimi naongea hapa Costa Jim Kibonde kutangazwa mshindi tarehe 29 kuwa rais wa awamu ya 7, tumesema kwamba tutagawa kwanza ekari 5 kwa vijana wanaoanzia miaka 21 mpaka miaka 33. Vijana wote nchini mtawapa ekari 5. Wanaanzia 21 mpaka miaka 35. Itakuwa ni swala la lazima au sio lazima? Sio lazima. Na ndio maana kwa tumesema kwa wale wenye uhitaji. Tunaamini ya kwamba vijana katika nchi yetu tumebaini kwamba wapo milioni 21.3 kwa umri huo. Umri huo niliozungumza. Lakini sio vijana wote watajikita kwenye kilimo. Tunakwenda kufanya mapinduzi makubwa ya kiviwanda ambao vijana wengi watakwenda kupata ajira. Pia serikali yangu ya chama cha Makini itakwenda kuanzisha ajira milioni 1 kila mwaka ndani ya serikali kupitia sekta ya kilimo pekee.
sio kilimo kwa ujumla, kwa ujumla wake. Kwa hiyo ndio maana nakuja pale kwamba sio vijana wote watakuwa milioni 21 watajikita kwenye kilimo. Kwa hiyo kuna vijana ambao wanasalia. Kwa hiyo wengine watakwenda kufanya kazi serikalini, wengine wataajiriwa kwenye sekta binafsi, viwanda vya kutosha. Sasa watakaosalia na watakaojiamlia binafsi kwamba sisi tupo tayari kujishirikisha na kilimo, ndio tutawapatia ekari 5. Na sio tu kuwapatia ekari 5, tumebaini vijana wengi hawaaminiki kwenye taasisi za fedha. Sasa kupitia hilo sasa tutakupa ekari 5, pia katika ekari hizo 5 zitapimwa kupitia mpango maalum kabisa serikali, utapata na hati. Kwa hiyo ile hati sasa itakufanya uweze kuaminika kwenye taasisi za fedha. Kwa vijana wengi hawaaminiki. Kwa kupitia yale mashamba na hati wataaminika kwenye taasisi za fedha, na watakopa pesa, watafanya mambo mengine ya kusukuma gurudumu la kiuchumi katika maisha yao. Sawa, tukisalia hapo kwenye eneo la kilimo, mathalan katika miaka ya karibuni bajeti ya serikali kwenye sekta hii imeongezeka maradufu kutoka zaidi ya bilioni 200 hivi mwaka 2021 mpaka sasa hivi tunakwenda, serikali inawekeza zaidi ya trilioni 1 kibajeti kwenye wizara hii ya kilimo. Na ukizungumza na wakulima wengi, sisi TBC tunafanya vipindi vya masuala haya, wakulima wengi waliopo maeneo ya vijijini na kadhalika, changamoto kubwa ni wanaoiona wao ni kwamba jembe la mkono ndio, lakini pia kuna swala la teknolojia, kuna swala pia la miundombinu rafiki ya wao kuweza kufikisha bidhaa kwenye masoko. Nyinyi mna mtazamo gani kwenye hilo, na ilani yenu inasemaje? Sisi ilani yetu imezungumza ya kwamba endapo tutaingia madarakani, kwanza tutamuondoa Mtanzania anayejishughulisha na kilimo ili aondokane kwanza na jembe la mkono. Maanake watajishughulisha na kilimo chenye tija kwa kutumia mashine. Jambo jingine tunasema, kwa kuwa tunakwenda kufanya mapinduzi makubwa ya kiviwanda, mojawapo ya viwanda ambavyo tunakwenda kuvitengeneza sisi kama kwa serikali ya Chama cha Makini ni viwanda ambavyo vitazalisha pembejeo. Kwa hiyo mkulima Tanzania hawezi kusubiri pembejeo, bali pembejeo zitamsubiri mkulima kwenye maghara ya serikali. Sawa sawa. Tumetoma kwa muda kidogo kuangalia sekta ya kilimo. Hebu acha tuangalie sekta ya elimu. Umesema kwamba endapo mtapewa ridhaa na Watanzania, mnajielekeza kutoa elimu bure kuanzia chekechea mpaka chuo kikuu. Kwa sasa serikali inatoa elimu bure kuanzia chekechea mpaka kidato cha 6. Nyinyi mmebaini nini katika utafiti wenu wa kisera ili mje kutoa elimu ya hadi chuo kikuu kwa bure, lakini mtakuja na vipaumbele gani kuhakikisha kwamba hiyo ajenda inatekelezeka endapo mtapewa ridhaa na wananchi? Kwanza, jambo la kwanza, ajenda itatekelezeka kwa sababu kivipi? Serikali inakusanya kodi na pia tuna rasilimali katika nchi yetu. Tuna mito, tuna bahari, tuna maziwa, tuna misitu, tuna madini. Kwa hiyo tutakwenda kujikita kwenye hayo masuala ya kimsingi na ukusanyaji wa kodi, na kupitia zile rasilimali zetu tunaamini kwamba tutapata pesa za kwenda kuwasomesha Watanzania. Kwa hiyo tunaamini kwamba elimu, sisi tunaamini unapomnyima kijana wa Kitanzania elimu ni sawasawa kwamba umemfunga kifungo cha maisha jela. Kwa hiyo tunaamini kwamba chini ya juu hapa, bila kuwa na elimu, ndugu yangu mtangazaji, bwana Nwaka, wewe mwenyewe bila kuwa na elimu usingekuwa hapa. Umepata ajira hapa kwa sababu una elimu, na ndio maana tunataka kwenda kuwafanya Watanzania sasa wapate elimu bora kabisa na ya kiwango cha juu. Wakati huo huo tunaamini ya kwamba wazazi wengi uwezo wa kuwasomesha watoto wao umekuwa ni mdogo. Kwa hiyo serikali lazima itafanya jukumu hilo, kwa sababu hata sasa hivi manake chuo kikuu vijana wengi wanakopa, baadaye wakipata ajira waje warudishe. Lakini kwa nini wanakopa? Wanakopa kwa sababu uwezo wa kulipia ada ya chuo kikuu hawana, na ndio maana tunasema sisi sasa tunakwenda kuliondoa hilo na kuwafanya vijana waende kusoma bure, lakini gharama zote zingine zitalipiwa na serikali ya Chama cha Makini. Sasa mtazamaji wa TBC1, unafuatilia mazungumzo na mgombea nafasi ya urais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kupitia Chama cha Makini,
Mheshimiwa Costa Jimmy Kibonde. Tunazungumza naye masuala mbalimbali, ameanza kuangazia maisha yake, historia yake na ya kisiasa pia, akiwa amepita katika hiki kikiwa ni chama chake cha 3 baada ya kupita NCCR Mageuzi na vile vile chama cha TLP Tanzania Labour Party. Mimi ni Fredrick Nwaka na tunazungumza haya katika kipindi cha Kiongozi 2025, tukikupa fursa wewe mtazamaji wa TBC1 kuwafahamu wagombea wa nafasi ya urais ama wanaowania nafasi ya mgombea mwenza kwa maana ya makamu wa rais, na pia tuweze kuwafahamu kwa undani. Mheshimiwa Jimmy Costa Kibonde, hapo umezungumzia sekta ya elimu. Mwaka 2004 serikali ya Chama cha Mapinduzi inayoongoza nchi kwa sasa ilikuwa na niseme mabadiliko ya sekta ya elimu yanabadilika kila mara, na nimeshawahi fanya mazungumzo na Waziri Mkuu mstaafu Frederick Sumaye na amenieleza kwamba mwaka 2003 na 2004 hapo serikali ya Tanzania iliamua kuanza kutoa mikopo ya elimu ya juu kwa taasisi binafsi za elimu, kwa sababu awali ilikuwa ikitolewa na kwa taasisi za umma pekee, na ni jambo ambalo limeleta manufaa chanya kwa kuwawezesha Watanzania wengi ambao hata wanasoma katika taasisi tofauti binafsi za elimu kupata fursa ya kupata elimu ya juu. Na kuna kauli moja maarufu sana aliwahi kuitoa rais wa zamani wa Afrika Kusini Nelson Mandela kwamba elimu ni silaha pekee inaweza kumsaidia mtoto wa maskini. Hata Mwalimu Nyerere ashawahi kutoa kauli kama hiyo. Nyinyi mnaamini elimu ya namna gani inaweza kumfaa mtoto wa Kitanzania katika mazingira ya sasa ya karne ya 21? Karibu. Sisi tunaamini elimu bora, jambo la kwanza. Elimu bora ambayo tunaamini kwamba mtoto akienda akipata elimu ambayo chini ya serikali ya Chama cha Makini anaweza akarudi baada ya kuhitimu, akarudi akaweza kujiajiri mwenyewe. Kwa hiyo elimu inayotolewa sasa hivi, vijana wengi hawezi kujiajiri na wengine pengine hawezi kuajirika. Kwa hiyo tunakwenda kutoa elimu ambayo vijana wa Kitanzania wataweza kwenda kujiajiri na vile vile waweze kuajirika mataifa mbalimbali duniani. Mimi nilikuwa nikitazama takwimu za sasa hivi zinaonyesha kwamba upatikanaji wa huduma za afya nchini umeongezeka kwa kiwango kikubwa sana, tofauti na miaka pengine 25 iliyopita, wakati nikitathmini dira ya maendeleo ya taifa iliyopita iliyomalizika kutoka mwaka 2000 hadi mwaka 2025. Mfano sasa hivi kuna hospitali za rufaa kila kanda, kienda kusini mwa nchi, magharibi, kanda ya nyanda za juu kusini, kaskazini, kanda ya kati na kadhalika. Katika eneo la afya, sera ya Chama cha Makini inasemaje kuhusiana na sekta hii? Kwanza mimi binafsi na chama changu naipongeza serikali iliyopo madarakani. Kwa kweli wamejitahidi sana kwenye sekta ya afya. Hizo hospitali za kanda za rufaa, kwa kweli lazima tuwape kongole. Wanasema mnyonge mnyongeni, lakini haki yake mumpe. Kwa kiwango wamejitahidi. Lakini sisi Chama cha Makini tunasema endapo tutaingia madarakani, Watanzania wakituamini Oktoba 29, tunakwenda kujenga hospitali za kata nchi nzima. Hospitali ngazi ya kata. Ngazi ya kata. Nchi nzima. Na pia sio kujenga hospitali kwa maana ya fashion ya majengo. Tutahakikisha vifaa tiba vinakuwepo kwenye hizo hospitali. Na vifaa tiba visio mwarobaini, vikawa vifaa tiba afu vikawa kama fashion, hakuna wataalamu wa kuvitumia. Kwa kuwa tunakwenda kufanya mapinduzi makubwa ya elimu, kwa sasa ikiwemo sasa na wataalamu kuvitumia vile vifaa. Kwa maana yake madokta, wauguzi, tunakwenda kuzalisha wauguzi wa kutosha kwenye hayo maboresho ya elimu na madokta wa kutosha kwenye hayo maboresho ya elimu. Tunaamini ya kwamba sasa watakwenda, tutawasoti, watapata ajira kwenye hizo hospitali na hatimaye sasa watakwenda kuwahudumia Watanzania, na Watanzania watakwenda kupata ile neema ya huduma ya afya chini ya serikali ya Chama cha Makini, chini ya Costa Jimmy Kibonde ambaye atakuwa ni rais wa awamu ya 9, awamu ya 7 chini ya Chama cha Makini. Vile vile tumesema tutaanzisha bima ya afya ambayo bima hiyo tumesema itaitwa Makini Care. Kwa hiyo ile bima itakuwa pia ni kwa kila Mtanzania. Mtanzania siku ya kwanza anapozaliwa anapewa na bima yake afya ambayo itakuwa ni Makini Care, ambayo itakuwa ni bima ya serikali. Mmeelekeza vyanzo ambavyo vitawezesha utekelezaji wa sera hiyo kama vipi? Vyanzo ni mapato ya serikalini kwa maana ya kodi, yani kama nilivyoeleza awali kwamba tutakwenda kukusanya kodi, tutakuwa tunamswali mtume na wakwepa kodi. Watanzania watalipa kodi, tena sio kwa kuonea, watalipa kodi ya kihalali
na kwa kuwa nimesema tuna rasilimali nyingi, misitu, madini, bahari, mito na maziwa, kwa hiyo tutakwenda kutumia vizuri hizo rasilimali, tutapata pesa na hatimaye tutawahudumia Watanzania. Sawa, tugeukie sekta ya miundombinu pia. Katika ilani yenu mambo gani ambayo mmejielekeza nayo? Mimi nafahamu kwa sasa nchi yetu imefunguka, barabara zinazounganisha maeneo mbalimbali ya mikoa nchini, hata yale maeneo ambayo yalikuwa hayajaunganishwa na barabara ya lami sasa hivi yanaunganishwa. Nimepita Kigoma hivi karibuni, barabara kutoka Uvinza kwenda Kigoma na yenyewe ambacho kipande kilikuwa kijakamilika inajengwa. Sasa natamani kufahamu nyinyi mkaje sekta hii ya miundombinu mnakusudia kufanya nini hasa endapo mtapewa ridhaa na Watanzania? Sisi kwanza tunaamini ya kwamba serikali zote zilizopita wamejitahidi kuunganisha barabara zetu mikoa kwa kiwango cha lami. Wamefanya vizuri, na mimi bahati nzuri nchi inaizunguka. Nilipokuwa katibu mwenezi nimeenda maeneo mbalimbali, naibu katibu mkuu. Kwa hiyo siasa imenipeleka almost nchi nzima. Kwa hiyo miundombinu naifahamu vizuri, ninaiishi. Kwa hiyo sasa sisi tunasema kuhusu miundombinu, tunakwenda kuunganisha sasa barabara kwa kiwango cha lami, wilaya kwa wilaya, wilaya kwa wilaya. Serikali hii iliyopo madarakani imefanya vizuri sana, kwa sababu mimi kitakumi nafikiria toka tulipopata uhuru, mtandao wa barabara ulikuwa wa lami ilikuwa ni kama kilomita 1400 tunapopata uhuru. Lakini mpaka tunapoanza sasa hizi ni zaidi ya kilomita 1015 mtandao wa barabara. Kwa hiyo hili ni jambo kubwa, ni jambo la kimsingi, ni jambo la kuisifia serikali kwa hiyo ilichokifanya. Hatuwezi kusema serikali haijafanya chochote, hapana. Lakini kwa kiwango ilichofanya lazima tuisifie. Na ndio maana sisi tunasema kuhusu swala la miundombinu, tunakwenda kuunganisha barabara za lami wilaya kwa wilaya, tukiamini ya kwamba kwa sababu tunakwenda kufanya mapinduzi makubwa ya kilimo. Sasa tunahitaji mazao ya Mtanzania yafike sokoni kwa wakati, yafike kwenye hivyo viwanda ambavyo tunavikusudia, sababu viko viwanda ambavyo tunakwenda kuvianzisha, malighafi zake zitatoka shambani. Kwa hiyo mazao yale ya mkulima wa Kitanzania hatuhitaji yaozee shambani, hatuhitaji yaozee barabarani eti tu sababu barabara ni mbovu. Tunahitaji barabara zipitike kipindi chote cha masika na kiangazi. Sawa. Tugeukie katika eneo la teknolojia, muda unatukimbia sana. Ni wazi kwamba teknolojia inakuwa kwa kasi sana kwa sasa na inagusa karibu kila sekta. Nyinyi sera za chama chenu kwenye eneo hili zinasemaje? Kwa sababu teknolojia pia wanasema inakuja na mtazamo hasi na chanya, lakini pia na athari hasi na chanya. Mathalan ni kuporomoka kwa kiwango cha maadili ambako kunashuhudiwa kwa sasa katika mataifa mengi. Hata Tanzania imekuwa ikielezwa hivyo na viongozi wetu kwa mantiki hiyo. Nyinyi mnatazamaje teknolojia, kama inaweza kawa ni fursa endapo mtapewa ridhaa, ama mtajaribu pia kuona namna gani ambavyo teknolojia hiyo haiathiri maadili na utaifa wa Tanzania? Kwanza sisi kuhusu teknolojia ni waumini wa teknolojia, lakini sasa hatutokubali teknolojia ikaja kutugawa. Teknolojia ikaja ikamfanya Mtanzania yani aondoke kwenye maadili yale tuliyoyazoea, hatutohitaji. Kwa hiyo ni waumini wa teknolojia, tutakwenda kusimamia teknolojia ambayo itakuwa ina utu. Tutakwenda kuisimamia teknolojia ambayo itatuweka pamoja, sio kutugawa, tukiamini ya kwamba taifa letu linahitaji amani na utulivu. Kwa sababu bila amani na utulivu, haya yote niliyoongea mimi Costa Jimmy Kibonde, maana yake atakuwa ni hewa. Ili uweze kutekeleza haya ninayoyaongea, au kiongozi yoyote hata nisipokuwa mimi akishinda kwenye kiti cha urais, ili aweze kutekeleza kwa weledi zile ahadi alizoahidi wa Tanzania, ni kwamba lazima nchi iwe ina amani na utulivu. Kwa hicho sisi kama Chama cha Makini, hata mimi mikutano yangu yote mpaka sasa hivi nimezunguka mikoa mitano na kwenda kuomba kura, na kesho nakwenda Zanzibar. Nikitoka Zanzibar naenda Pemba. Kwa hiyo mahubiri yangu mimi ni kuwafanya Watanzania kitu kimoja, tuamini kwamba amani tulionayo tumeilisi kutoka kwa waasisi wa taifa letu, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na Sheikh Abeid Amani Karume. Hii amani tuna kila aina sababu ya kuilinda, na tunapoilinda hii amani tafsiri kwamba tunakwenda kukuza uchumi wa nchi. Na mimi siku zote nimekuwa nikihubiri kwamba hata Watanzania, kwa wale wanasiasa
ambao wanatuletea mahubiri ya kutugawa, mahubiri ya kutuchochea kwamba Watanzania tuelekee kwenye sintofahamu na hatimaye tuweze kwenda kugombana wenyewe kwa wenyewe. Nimewaambia Watanzania wawakatae, na nimetoa like kwa wanasiasa wenzangu. Na kwa muktadha huo sasa, unadhani kuna haja gani ya wanasiasa kuchunga ndimi zao, hususan katika kipindi hiki ambacho tuna historia ya mataifa mengi ya Afrika ambayo yalivurugika kipindi cha chaguzi kikageuka kuwa laana na kuacha mataifa hayo yakiwa yameparaganyika? Wanasiasa mna jukumu gani katika hili? Wanasiasa tuna jukumu kwanza la kulinda ndimi zetu tunapokwenda kuwahubiria, tunapokwenda kuomba kula, sababu tunakutana na makundi mbalimbali. Kwa hiyo sisi tusiwe chanzo cha kwenda kuchochea, tusiwe chanzo. Kwa hiyo hilo sasa pia najitahidi sana kuwaomba jeshi la polisi wawe makini, kwa sababu amani tulionayo tunaipaswa tuilinde kwa gharama yoyote. Kwa hiyo jeshi la polisi wasimuone haya mwanasiasa yeyote ambaye anakwenda kuleta uchochezi wa kutugawa na hatimaye kufanya nchi istawalike. Ni kweli nchi nyingi kipindi cha uchaguzi kunakuwa kuna vurumai, lakini sisi tumefanya chaguzi zaidi ya 7 nafikiri. Huu ni wa 7 tunakwenda wa vyama vingi, lakini hatujawahi pata labsha, hatujawahi pata madhara au madhila kama iliyotokea nchi zingine, na tumebaini nchi nyingi sana duniani wanasiasa ndio wanakuwa chanzo cha machafuko. Lakini hilo Tanzania tulikemee, tusilikubali na tupilie mbali, na ndio maana vyombo vya ulinzi na usalama wawe makini katika hili. Mwanasiasa yoyote ambaye ataleta maneno ya chokochoko yanaleta viashiria vya kuvunja amani tulionayo, maana yake wasisite, wamchukulia hatua mapema. Maana yake kumchukulia hatua mapema kutailisaidia taifa, na taifa hili likiingia kwenye machafuko, waathirika wakubwa ni wanawake na watoto. Kwa hivyo hatutolikubali hili swala. Mimi kama mgombea kupitia chama cha Makini ninatoa rai kwa wagombea wenzangu, wakipata fursa ya kwenda kwenye majukwaa pia wakaihubiri amani, umoja na mshikamano. Sasa na tukimaliza kabisa mazungumzo haya, umesema umeshaanza kampeni na umetembea mikoa mitano sasa hivi na unatarajia kwenda Zanzibar. Ni wito gani unaotoa kwa Watanzania ambao wanafuatilia vyama mbalimbali vya siasa ambavyo vinanadi sera zao kwa sasa? Kwanza, jambo la kwanza, nawaomba Watanzania wajitokeze kwenye mikutano ya vyama, wakatupime kwa sera zetu, na hatimaye watakuwa na fursa ya kutuchagua. Watatupima, watatuchambua, watakuwa na fursa kwamba huyu ameleta sera hizi zinafaa au hazifai. Na pia wakati huo nawaomba Watanzania ambao wanakuja kutusikiliza, wakibaini kuna miongoni mwetu sisi 18 ambao tunakwenda kuomba kula na wapambe wetu ambao wanaleta chokochoko za kuleta sintofahamu na kufanya penyingine kuleta maneno yenye viashiria vya kuvuruga amani tulionayo, wawakatae, wasiwasikilize na wawapuuze. Mimi nakushukuru sana Mheshimiwa Costa Jimmy Kibonde, mgombea wa nafasi ya urais wa chama cha Makini, kwa kuzungumza nasi katika kipindi cha Kiongozi 2025. Nashukuru sana. Bila shaka Watanzania wamekusikia na wataendelea kufuatilia sera zako kama ambavyo wanafuatilia kwa vyama vingine vya siasa. Nashukuru sana. Na mtazamaji wa TBC1, hadi kufikia hapo ndo tunafika mwisho wa kipindi cha Kiongozi 2025. Kwa leo tumekuwa tunafanya mazungumzo na mgombea nafasi ya urais kupitia chama cha Makini, Mheshimiwa Costa Jimmy Kibonde. Tumezungumza naye kwa undani masuala mbalimbali yanayohusu historia yake na pia historia yake ya kisiasa, alikadhalika masuala mtambuka yaliyomo ndani ya ilani ya chama hicho ambayo tayari ameshaanza kuyanadi kwa Tanzania, kwa amepita katika mikoa mitano ya Tanzania bara na kwa sasa akijiandaa kuelekea kule visiwani Zanzibar. Kwa muda wote umekuwa nami Fredrick Nwaka. Asante kwa wenzangu wote ambao wamefanikisha kuandaliwa kwa kipindi hiki. Ni kuage nikutakia utazamaji mwema wa vipindi mbalimbali vinavyoendelea kutoka hapa TBC1.